Amen. Tunakuja kabla mwaka hujaisha. Amen. Tunataka kuja. Praise God. Amen. Hapa ni nyumbani, hapa ni kwa mama yetu na baba yetu. Tukiwa hapa tunafurahia na Mungu awabariki. Sinaomba tutumie huu muda na Mungu atubariki. Hakika nimeona kuna neema inashuka na tunamshukuru Mungu. Last week nilikuwa katika TV moja ya KCTV na niliweza kuhubiri kuhusu mchungaji. Na kweli Mungu akiwa mchungaji hautapungukiwa na jambo. Katika maisha Mungu ni kila kitu. Na Mungu awabariki. Sio hadi nataka tu kuzungumzia. Lakini nataka kuzungumzia jambo moja. Jambo moja kuhusu waliokuwa wamekwisha kufunguliwa. Wale waliokuwa katika magereza wamekwisha kuwekwa huru. Na wao hawajafunguliwa na wala ambao waliokuwa wamewaweka katika gereza wamefunguliwa na Mungu mwenyewe. Kwa sababu huyu Mungu tunayemtumikia hawezi kukuacha ukapata kukaa katika gereza fulani. Hawezi kukuacha ukae katika mateso fulani. Hawezi kukuacha ukapata kukaa katika mahangaiko. Italishi ni akina nani walikuweka katika hayo mahangaiko. Haijalishi ni roho ya mababu na masoso na manyanya imekuweka pale. Lakini wakati utakuwa pamoja na Mungu, yeye mwenyewe atakushughulikia. Yeye mwenyewe atakufungua. Yeye mwenyewe atakuondoa katika hilo tatizo. Kwa sababu yeye ni Mungu wetu. Tunapoangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 ni namba 19. Naomba tusome kwa jina la Yesu. Amen. Korende ekero abanene baye baje kororanga ogosemeria kwenigo yabo basirire bakabwata Paulo na Sila bakabakurura wika ekiro ase obosyo bw'abanene b'omugi. Amen. Amen. Praise God. Amen. Nataka tuzungumzie hiyo kwa muda kidogo. Wakuu wa mji abanene b'omugi waliokuwa wameteka msijana mmoja ambaye aliyekuwa amepakawa na mapepo ya utabiti. Alikuwa na wasaidia kujipatia riziki. Alikuwa anawasaidia kujidatilisha. Na alikuwa anatoa utabiri na kutoa unabii uliokuwa wa kweli. Lakini hakuwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Alikuwa na maroho ya mapepo. Hata wakati Paulo na Sila walikuwa wakihubiri, walipokuwa wakifanya huduma, kila mara walipokuwa wakipita, walikuwa wanakutana pamoja na huyo mwanadada. Huyu mwanadada aliweza kuwatambua, na akawajua wao ni watumishi wa Mungu. Walipokuwa wakipita na wakirudi, wao wakatambua hilo
wakachukua hatua, wakakemea ile roho na ile pepo ikamuondoka. Yule msichana akafunguliwa, yule msichana akawekwa huru. Alipowekwa huru, wale walikuwa wanajitajirisha kupitia kwa huyu msichana waliweza kushikwa na wivu, hawakusikia vizuri. Walipowaona hawa watumishi wa Mungu, waliweza kuwakamata, wakawachukua katika soko lililokuwa karibu, kwa njia ya kuharibia jina, kwa njia ya kuwadunisha, na kwa njia ya aibu. Bado katika hiyo aibu, hawa watumishi wa Mungu hawakuweza kuachilia imani yao, bado waliendelea kumtegemea Mungu. Ninataka tu nikuonyeshe njia moja ya maisha yako. Kuna maisha huwa unaishi, kuna mambo huwa unayapitia, kuna hali unayoipitia, matatizo yako. Kuna mtu wako nyuma yao matatizo, hizo shida ulizo nazo, kuna mtu ako nyuma yako. Wakiona unasonga, hawawezi kufurahia, hawawezi kusherekea. Kunaye aliye kurahani ukae kwa ulevi, kunaye aliye kurahani ukae kwa ukahaba, kunaye aliye kurahani ukae kwa umaskini, kunaye aliye kurahani akasema watoto wako wasifaulu, wasifanikiwe katika ya maisha. Kunao walikuwa wanakutakia mabaya, kunao walikuwa wanataka uishi maisha hayo, uwe kama umekorogewa hapo, uwe kama pila mahali pale. Lakini Mungu akishuka kwa wakati wake ukifika, akikuinua, kuna watu wataanza kushikwa na kinyongo, kuna watu wataanza kushikwa na aibu, kuna watu watatafuta mbinu hata ya kukuua, kuna watu watatafuta hata mbinu ya kukuangamiza. Maandiko yametuonyesha habari za Paul na Sila, kwa sababu ya huyu mwanadada. Huyu mwanadada mpendwa alikuwa amepakawa na pepo, lakini wao walikuwa wanajifurahisha na kujidhalilisha katika yale maisha, kwa sababu kila msifikirie kila roho, kila nabii anayetabiri, anayekutolea unabii kuhusu ya maisha yako, usifikirie anazungumziwa na roho ya Mungu. Usifikirie mpendwa, usifikirie si kila nabii ambaye anayekutabiria, anayekutolea unabii wa mambo makubwa na mazito, anaweza kukuambia hata kila unachokikula tena, anaweza kukuambia kila ulichokula mwaka uliopita, anaweza kukuambia mambo yote, ataweza kusema mambo yote kuhusu maisha yako. Lakini sio wote ambao wanafanya hivyo katika roho ya Mungu. Kunao wakina mapepo ya kishetani. Maandiko yanasema hata yule mfalme wa Misri alikuwa na watu ambao wapiga ramli wake, alikuwa na wale watu walikuwa wanamtabiria yote, walikuwa wanatoa unabii wote. Hata wakati wa Nebukadneza kulikuwepo na watu kama hao, kwa sababu wafalme hata wakati wa Saul kulikuwepo na watu kama hao, walikuwa wanatabiri, walikuwa wanasema mambo yatakayotokea, lakini hawakuwa wanatumiwa na Mungu, walikuwa wanatumiwa na mapepo, walikuwa wanatumiwa na nguvu za giza. Ndio walikuwa wanatabiri, ndio walikuwa wanamsaidia mfalme. Katika jina la Yesu
nataka nikuonyeshe njia moja. Na mpendwa, naomba ufungue masikio. Inaweza kuwa umetabiriwa bakuli. Inaweza kuwa umeenda kule na kule na kule. Inaweza kuwa umeenda kwa watu ambao ni wa dini fulani. Wamekutabiria na utabiri huo. Hata wengine wamegundua siri. Wameona kile wataweza tumia ili ukaweza kushtuka, ili ukaweza kuguzwa. Watakuambia tumeona kaburi. Watakuambia tumeona telezi. Watakuambia hautamaliza mwaka. Watakuambia watoto wako wako salama. Mithali akisikia ametolewa utabiri kama huu, anasema hapa Mungu amesema, Mungu amezungumza. Hata ukiambiwa utoe ng'ombe, hata ukiambiwa utoe mbuzi, hata ukiambiwa uchukue libuku, unaweza kuwa unaweza kuwa unakanyaga hata inchi, unaweza kuwa hata uli, unaweza kuwa hata una chakula, una mavazi. Wakati huo utakimbia hata kwa jamu, ukaweze kukopa, ukaweze kukimbia pale, ukapata msaada. Unataka kunikuambia mtu wa Mungu, katika ya maisha Mungu atakusaidia kwa laana na vifungo vya mababu na maroho ya masosho katika jina la Yesu. Ni Yesu peke yake, ni Yesu peke yake. Ukiamini huyu Yesu ataweza kukuaibisha, hautaibika kamwe. Hata masomo ya watoto hawataibishwa. Kuna watu wako nyuma ya matatizo ya watoto wako. Kuna watu wako nyuma ya biashara vyako. Hawataki uendelee, hawataki uendelee, hawataki usome, wanataka wainuke. Watu wamoja wanakufuata, wanasema huyu ni kama nafanikiwa, wanaanza kushikwa na wivu. In the mighty name of Jesus. Niko hali hapa nikutangazia hawa wanaume walipokemea ile roho ya mashetani, ile roho ya mapepo, kujuana mule msichana, maisha yake yakabadilika, hali yake ikabadilika, akaweza kujijua. Kuna mtu anatembea katika hali sio kwa nzuri, unajikuta wewe usherati unakuingia, unajikuta wewe ndio huo, sio wewe. Kuna roho fulani iliyotoka inakanda ni mwako, hiyo roho inakusumbua. Shetani anakutumia kwa njia ya kujinunulia. Shetani anajinunulia maisha yako mpendwa. Shetani anajinunulia asura uliopewa na Mungu katika jina la Yesu. Hata huyu mwanadamu hakuwa anajijua, hata huyu mwanadamu hakuwa anajielewa, hata yeye alikuwa anaona hayo maisha ni sawa, hata alipoona hiyo hali alikuwa anaiona ni sawa. Maandiko yanasema walipokemea ile pepo, ndio wakati kuna shida waliweza kuchukuliwa gerezani. Walipochukuliwa gerezani, maandiko yanasema hawakupelekwa gerezani kule bila kuadhibiwa, bila kuteswa. In the mighty name of Jesus. Walipochukuliwa pale na kutazama hiyo habari, haya wapendwa wakufanya kosa, wakutenda uovu, ndiposa wakachukuliwa gerezani. Hawakutenda uovu wowote, ndiposa wakapata kustakiwa. Hata kule wafalme wa mji, hata wao waliweza kushangaa. Labda na wao walikuwa wanajifurahisha kwa sababu walikuwa wana
kufanya biashara. Yeye alikuwa anatumiwa, watu wanapata hela, watu wanabarikiwa, watu wanaendelea, watu wanaendelea kuinuliwa, yeye akiwa maisha yale. Praise God. Anatutumia, anakutumia, akikutumia ukiisha anamalizana na wewe, anamalizana na wewe, akiona umefika mwisho, akiona uko karibu na kaburi, yeye anakuajiria, anakutumia mwingine. Kwa hivyo mpendwa, nakuombea siku ya leo, Mungu afungue macho yako, Mungu afungue masikio yako, usije ukachukulia ibada hii kama ibada ya kawaida. Kanisa wao unaishi leo, unagumua ibada moja, unaye mmoja, unaye mmoja anakutoa katika mateka, umeelewa katika mji uliokuwa na madhabahu fulani. Hayo madhabahu yamekalia baba yako, yamekalia babu yako, yamekalia mama yako, na wewe yamekukalia. Kile kimebaki ni watoto wako wakalia. Kwa sababu gani? Utafunguka mara uko kanisani every day, uko kanisani every day, unasema mimi ni Mkristo, mimi ninamjua Yesu, mimi ninampenda Yesu, lakini maisha yako hayajabadilika, hayajabadilika. Ninaomba siku ya leo Mungu akusaidie, afungue maisha yako, aweke maisha yako huru. Maandiko yanasema ya kwamba waliokuwa wamefungwa wamekwisha kufunguliwa, waliokuwa chini ya laana wamekwisha kutolewa katika nafsi, waliokuwa wanakaliwa na laana sasa wamekwisha kuondolewa. Ina watu walimu siku ya leo, masaa kama haya, masaa ya mchana, ufungue macho, kuna roho fulani na kufuata, kuna nguvu fulani zinakufuata. Kama umekwisha kupenya kutoka katika yale madhabahu ya mababu yalikuwa ya umaskini, yalikuwa ya kunang'ana, yalikuwa ya aibu, kama ulikwisha kufaulu, usije ukajipiga kifua. Kama hauna Yesu, pokea Yesu. Yeye atakusaidia, yeye atakushikilia, yeye atakukomboa, yeye atakomboa familia yako. Kwa sababu gani? Kwa nini upate mkosi huu? Kwa nini upate mkosi ule? Kwa nini uonjeke ugonjwa huu? Kwa nini uonjeke ugonjwa ule? Ni kwa sababu gani? Wanaume waamuzi waliona pepo imeenda, msichana amefunguliwa, waliachukua hatua, wakasema hawa wapendwa hatuwaachilii, lazima tuwashike, lazima tuwachukue kotini, lazima wachukuliwe korokoroni, lazima wafungwe. Walipokuwa wakifungwa, mtumishi wa Mungu hakuweza kuovu lolote. Wao walienda kwa ujasiri, wanasema ya kwamba hata kule katika korokoroni waliinua madhabahu ya kuabudu Mungu, waliinua madhabahu ya sifa ya kuabudu Mungu, wakatingiza ulimwengu wa waliweza kubashukia. Mungu mwenyewe akashuka, Mungu mwenyewe akashuka.
ushindi hata katika miongoni mwa watoto wako ambapo walipo hawatakurogewa ulezi, hawatakurogewa usherati, hawatakurogewa ukahaba. Yehova, wewe mama, wewe mzee, abudu huyu Mungu, abudu Jehova. Unatetemesha dunia, katika kuabudu unatetemesha anga. Anga ikitetemeka, anga ikitetemeka, ulimwengu wa kiroho, mambo yanaanza kufanyika. Hata katika wewe ufalme mwingine, Mungu na wakabila watashindwa kumeanza na nini, watashindwa kumeendaje, kwa sababu gani? Umekaa katika sifa, umekaa katika sifa. Ona shida wakakaa kwa sifa, wakahabudu Mungu, mbingu ilipasuka. Hali isiyokuwa ya kawaida, iwe ni hali ya watoto. Usife moyo, titie nguvu. Sema Yesu, wewe peke yako ni katika ndoa yako. Sema Yesu, wewe umebaki. Usione maisha baada ya kupunguza mapepo, baada ya kukemea mapepo, hakika wakiwa gerezani hawakunungunika. Mara nyingi tunanungunika. Unanungunika za sadaka uliotoa, unanungunika kwa dhabihu uliotoa, unanungunika kwa sababu ya kiatu ninunulia pale. Unasema nilinunua kule. Wewe si kule, unaje Mungu. Siku yake itafika, siku yake itafika. Atashuka, atashuka na kupamoja. Anataka kupitia kwa hilo tatizo, kupitia kwa hilo tatizo lako. Imekaa imechukua muda mrefu. Hata wanavyo wakijaba Mungu walikuwa, hata walikuwa wakiteswa Yesu aliwasaidia immediately. Aliachilia, wakakaa wakavumilia. Baada ya kuvumilia, walipoingia gerezani, walianza kuabudu Mungu, wakainua mikono tena. Gerezani kulikuwa na wafungwa wengi, walikuwa wanaelewa ni jambo linafanyika katika ulimwengu wa kiroho. Walipokuwa kule, kila walichokiona waliona kitu tofauti. Alikutangazia katika hilo gereza uliokaa, katika hilo mateso uliokaa, Mungu atafanya hata wafungwa wengine. Sababisha kijiji chetu, sababisha mji wetu, sababisha mahali umeoleka, watu wafunguliwe baraka yako. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Naomba mtu anisomee kifungo kimoja. In the name of Jesus. Katika kitabu cha Yakobo. Ili ukaweza kufikia, lazima uvumilie. Lazima uvumilie. Si mtu wa kunungunika, sio mtu wa kulalamika, siku baada ya nyingine. Ukija maombi kama ni maombi ya ushirika, usiwe mtu wa kunungunika. There is a time of God. Kuna wakati wa Mungu. Hilo neno linasema verse number 7. Yakobo chapter number 5:7. Alafu nisomee na number 11. 5:7 ni yegotero. Asa yuba mitore melele gulika omone na chiche. Yes. Digereria omone miniko
akoganya okuwama kumugondo okole n'erigoli. Amen. Igo okolemererya asayo kwiga anyole embura y'eritani na eyo kwamia endage. Amen. Praise God. Amen. Naomba uangalie yote. Kama hawa wanaume hawakuvumilia, ungefanikate muujiza. Mambo yangebadilika hati. Hata maskari wangetuacha, hawa ni watumishi. Hata mti wangetuacha. Hata kijiji wangetuacha. Wakavumilia hayo mateso yao. Wakavumilia. Wakasema wacha tuadhibike. Lakini mwishowe tukaona Mungu. Mungu atatuacha. Yule hakuacha. Hata na wewe hatakuacha. Vumilia katika hiyo hali. Mungu atashuka wakati unaofaa. Atakuokoa. Anasema vumilia. Mungu yuko karibu. Wakati wa Mungu inakutangazia unasimama na Mungu. Mwezi huu, mwezi wa 12, Mungu aliyetusaidia. Leo tuko mahali hapa. Tulipoanza mwaka, tuliona mwaka ni mrefu. Tukaona mwaka unatumaini. Mungu ametuleta umbali huu. Kama ametusaidia, tumtegemee. Kabla ya mwaka kuisha, unawekea siku yako. Kabla ya mwaka kutamadishika, Mungu atajidirisha katika lile hitaji, katika ile hali. Mungu atashuka. In the mighty name of Jesus. It is that miracle. Ebikone byabwago Ilishuka bigaika usiku wa manane. Obosiko bwagati Anga ilitingika. Nchi ikatetemeka. Milango ya gereza iliweza kufunguka. Kwa hivyo hata na wewe utafunguliwa by fire. Inaposema 11. Pero kote baiga 11 inasema igere lyabwo balemererye wababalire nga mbasesenirye. Amen. Mwaiweta mangana Ayubu nalemererye. Yes. Abuna omonene amukolerete asomoelyo. Yes. Nakyo monene n'omonyene amabebe amange na amabera. Amen. Amen. Tulisikia wale waliovumilia walikaa wakimtegemea Mungu, wakakaa wakiinua macho yao hata katika shida na changamoto. Mungu alishuka, wakahesabiwa kuwa wabarikiwa. Uko mahali pema, nilipovumilia hata ukiwa utaona leo, kuna kesho yako. Kuna kesho yako. Kuna kesho yako. Our God is a victim. Our God is not a God of bribing. Praise God. Akiamua kukubariki, hakuna mwenye atazuia. Hakuna atazuia. Akiamua kukuinua, hakuna mwenye atazuia. Maandiko yamesema wale walioendelea kuvumilia wakaitwa wabarikiwa. Na wewe ukikaa hapa na uwe mwaminifu kwa Mungu, na uwe mwaminifu kwa madhabahu ya Mungu, nakwambia hautaweza kuwa disappointed. Hautaibika. Mungu atashuka. That is why we are serving the Lord. We don't challenges. We don't the painful life. Tunavumilia kwa sababu tunajua kuna kesho. Kesho yetu imepangwa na Mungu. Kesho yako imepangwa na Mungu. In the mighty name of Jesus. Kuna watu mahali hapa wanaendelea kupiga hesabu ya Januari. Wameanza kuangalia Januari. Ameanza kuangalia balance ya school fees. Ameanza kuangalia jinsi atakavyo
wa grade 10 secondary. Ninataka nikuambie kuna Mungu. Ninataka nikuambie kuna aliye juu. Aketi katika enzi. Mahali anaamuru ushindi wako.